Nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia sisi sote kuweza kukusanyika mahala hapa kwa jambo muhimu sana linalohusiana na mkakati wa mkoa wa kukabiliana na watoto wa mitaani. Lakini pia nafahamu kwamba mkoa wetu umekuwa katika utekelezaji wa programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto tangu kuanzishwa kwake kwa mwaka 21-22 na yanatarajia kukamilika 25-26. Kwa namna ya pekee niwapongeze sana wale wote ambao wamekuwa wakitekeleza mpango na mkakati au programu hii ambayo imekuwa ikifanyika. Lakini pia uwepo wenu katika kikao hiki ni ishara kwamba tutapata taarifa za kutosha kama ambavyo zimekwisha kutolewa katika maeneo yote yanayohusiana na mpango huu. Lakini niwashukuru sana idara ya maendeleo ya jamii, lakini pia wenzetu ambao wanahusika na masuala haya ya watoto wa mitaani, taasisi binafsi na makundi mbalimbali kwa namna ambavyo mmekuwa mkitoa jitihada zenu katika kuhudumia watoto hawa wa mitaani. Sisi sote tunafahamu kwamba ili mtoto aweze kufikia hatua za ukuaji ni lazima alindwe na kulelewa katika mazingira salama na bora ya kiafya ili kumwandaa kuwa binadamu mwenye uwezo wa kukabiliana na changamoto zote za maisha zitakazo mzunguka. Mwezi Januari mwaka 25 tulibaini uwepo wa takribani 70% ya vituo vya watoto wadogo vya mchana, yani day care centers, ambavyo vilikuwa vikiendeshwa pasipo kufuata kanuni za ulinzi na usalama wa mtoto katika halmashauri zetu ndani ya mkoa wa Mwanza. Hata hivyo, ofisi yangu kupitia ustawi wa jamii mkoa imechukua hatua za kuwaita wamiliki wote wa vituo na kuweka mkakati wa kuvisajili vituo vyote ili watoto waweze kujifunza katika mazingira salama na bora. Napenda kuwapongeza sana wamiliki wa vituo hivyo kwa kuitikia wito wa serikali ya mkoa na kujitokeza kwa wingi kuwasilisha maombi na kupata usajili kupitia ofisi yangu. Asanteni sana. Ninaamini kwa pamoja tutaimarisha malezi na makuzi ya watoto ndani ya mkoa wetu. Huu ni utekelezaji wa programu hii kwa kuwa vituo vingi ndiyo msingi mzuri wa kuandaa watoto kuingia shule za awali. Mkoa wa Mwanza bado unakabiliwa na tatizo la watoto wanaoishi katika mitaa, hususan maeneo yenye watu wengi kama vile stendi za mabasi, vituo, maeneo ya ziwani, masoko, viwandani na kadhalika. Lakini mwaka 2024 mkoa wetu uliwatambua watoto wapatao 2380 na kuwaunganisha na huduma mbalimbali zikiwemo elimu, afya, ulinzi, elimu ya ufundi na baadhi yao kuunganishwa na familia zao. Idadi hii ni kubwa na inafanya mkoa wa Mwanza kuwa wa pili kitaifa baada ya mkoa wa Dar es Salaam kwa kuwa na idadi ya watoto wengi wa mitaani. Kwa msingi huu ni lazima kuzindua mkakati huu na kuusimamia ili kuweza kupunguza ama kutokomeza tatizo la watoto wa mitaani ambao baadaye wanaweza kuleta madhara makubwa kwao hata kwa taifa kwa ujumla. Mmekuwa mkisikia huko Dar es Salaam panya road. Panya road wengi ukiwatathmini ndio hao watoto wa mitaani. Lakini mmekuwa mkisikia wizi mdogo mdogo katika mitaa. Ukichunguza wengi wao ni hawa. Iko sheria sura ya 13 kifungu cha 8 na cha 9 cha sheria ya mtoto kinachompa majukumu mlezi na mzazi kuwajibika katika matunzo, malezi na ulinzi wa mtoto. Watu wengi wanafikiri ukishazaa mtoto, ukishamwacha na zagaa ovyo, hakuna sheria inayoweza kukubana wewe mzazi au mlezi. Sheria ipo. Sheria hii sura ya 13 inaeleza pia adhabu ambazo mzazi ambaye hatekelezi matunzo na ulinzi wa mtoto anaweza kuadhibiwa.
Kwa hiyo maafisa ustawi wa jamii mko hapa, nendeni kashirikianeni na watendaji wa serikali wa ngazi mbalimbali ikiwemo jeshi la polisi, wazazi ambao wana tabia ya kuacha watoto wao bila ulinzi, bila usalama wao, bila matunzo yao, wafikishwe kwenye vyombo vya kisheria ili waadhibiwe kwa sababu wanafanya makosa. Na tukifanya hivyo tutapunguza pia wimbi la watoto wa mitaani. Na nitumie mkutano huu kuwaeleza wazazi kwamba adhabu ya shilingi milioni 5 au kifungo cha miezi isiyozidi 6 au vyote kwa pamoja inaweza kutolewa kwa mzazi au mlezi ambaye hashughuliki na matunzo, ulinzi na usalama wa mtoto wake. Kwa hiyo wito wangu ni kuwakumbusha wazazi kufuatilia haya. Sasa leo ninafurahi kwamba tutazindua hiki kitabu kidogo ambacho kinasema mkakati maalum wa kushughulikia tatizo la watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani katika mkoa wa Mwanza. Tumesema sisi ni wa pili kwa idadi kubwa ya watoto wa mitaani baada ya Dar es Salaam. Lakini faraja yangu ni kwamba mkoa wa Mwanza ni mkoa wa kwanza kitaifa kuzindua mpango na mkakati wa namna ya kutokomeza tatizo la watoto wa mitaani. Kwa hiyo natumia fursa hii kuwashukuru wadau wote ambao wamehusika. Kwanza idara ya maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii, lakini pia wenzetu wa SOS Children Villages ambao wametudhamini kutengeneza kitabu hiki kidogo. Na niliwaambia wenzetu tuweke maneno machache yanayoeleweka ili iwa-attract hata wasomaji wetu na wadau wetu kuweza kukisoma kitabu hiki na kuchukua mbinu ambazo zimo humu na kuzifanyia kazi. Kwa sababu wakati mwingine nchi yetu na taasisi nyingi tumekuwa ni hodari wa kuandika vitabu vikubwa, tunazindua kwa mbwembwe, lakini baada ya hapo hakuna anayeweza hata kufunua kurasa 2 za kitabu cha namna hiyo. Watanzania wengi hatupendi kusoma hivi vitabu, lakini hakuna elimu ambayo haijaandikwa kwenye nini? Kwenye vitabu. Elimu asilimia kubwa inapatikana ndani ya vitabu, halafu ndio asilimia inayobakia inapatikana kupitia experience ambayo tunaipata kwenye shughuli mbalimbali. Kwa hiyo kitabu hiki kwa uchache, na nitatoa summary ya dakika 1 au 2 ambayo nitakuwa nimesummarize kitabu hiki chote ambacho ni kifupi sana. Kitabu hiki pamoja na mambo mengine baada ya utangulizi kinaelezea aina za watoto wa mitaani. Watoto ambao kundi la kwanza wanafanya kazi huko mitaani. Kundi la watoto wa pili wa mitaani ni wale wanaofanya biashara ya omba. Lakini jambo la pili, sababu kubwa tumeandika humu, sababu kubwa, ziko sababu kama 6. Lakini sababu kubwa zinazozalisha watoto wa mitaani. Sababu ya kwanza ni migogoro ndani ya familia. Nakumbuka tuliwaita watoto hapa kwa ajili ya kufuturu kabla tujaandika mkakati. Tukaanza kuwahoji mmoja baada ya mwingine. Wengi wakasema baba na mama walipozinguana nikaamua kuingia wapi? Mtaani. Anafahamu mama yako huko hapa? Asema hawajui, sikuaga. Kwa hiyo sababu kubwa ni migogoro ya kifamilia. Tukitaka kupunguza watoto wa mitaani, maana yake lazima tudhibiti ndoa zetu. Ndoa na talaka kwa mujibu wa Uislamu vinaruhusiwa. Lakini tunaambiwa tunapooana tuoane kwa wema na tunapoachana tuachane kwa wema, ili tuwahudumie hawa watoto wasigeuke watoto wa mitaani. Hili ni vifo, wazazi wanaweza kufariki wameacha. Sasa jamii ni lazima tujenge utamaduni. Kama watoto wa kaka yako amefariki, ameacha watoto, ni lazima mfanye kikao cha ukoo kugawana wale watoto. Wangapi waende kwa baba mkubwa, wangapi waende kwa dada, kwa mama mdogo, wangapi, ili tusizalishe watoto wa mitaani. Sasa hivi sisi tumekuwa wabinafsi.
Kaka yako akifariki kaacha watoto 7, unasema mimi mwenyewe ninao 5, nitawaleaje wale 7? Unafikiri wewe ndio unayetoa riziki, kumbe riziki anayetoa ni nani? Mwenyezi Mungu. Wewe kazi yako ni kuwasimamia tu. Lakini pia hawa wakifika umri wa miaka 18 sio yatima tena. Maana kwa tafsiri ya yatima kwenye vitabu vyetu, yatima ni mtu yote aliyefiwa na wazazi wake wawili akiwa chini ya umri wa miaka 18. Sasa hizo ndizo sababu. Na hapa nasisitiza kwenye vifo, kifo ni jambo ambalo ni la wajibu kutokea. Shehe anajua kwenye lugha ya Kiarabu au kwenye dini ya Kiislamu tunasema ni faradhi. Sio? Tena ni faradhi ya lazima. Faradhi kifaya, sio faradhi aini. Sasa wale Waarabu kama wapo watajua kidogo haya. Sasa kama wewe unafahamu utakufa, serikali inasisitiza kuandika mirathi. Mwingine anasema nikiandika nitakufa mapema. Nani kakwambia? Bahati mbaya sasa jamii yetu vifo vinatokea, mama kafa, baba kafa, hakuna mirathi. Sasa dhuluma inatokea. Watu wetu wanapenda kudhulumu watu. Wanadhulumiwa mali, watoto sasa wanaingia wapi? Mitaani. Kwa hiyo tunawataka pia Watanzania kujenga utamaduni wa kuandika mirathi. Kwa hiyo mali, hata wewe uliyetangulia mbele za haki, kama hutoacha mirathi, unatengeneza mazingira huko uliko hakuna ambaye atakuwa na kuombea dua njema. Badala yake utaacha huku wengine wanauana kwa ajili ya mali zako. Mirathi. Sasa kitabu hiki pia tumeeleza sababu za watoto, lakini pia tumeeleza ufumbuzi wake, haya ninayoyasema. Lakini mkakati wenyewe ni upi? Nitasema maneno machache. Mkakati wenyewe, kwanza kutambua hao watoto wenyewe ni wakina nani, wako wangapi, wametoka wapi. Kwa hiyo imeeleza kitabu hiki na wakina nani wana wajibu wa kufanya hivyo. 3, kuimarisha uchumi wa kaya. Kaya zikiwa hazina uchumi, zina uchumi mbovu, zinapelekea umaskini. Watu watoke kwenye kaya mapema kabla ya kumaliza shule waingie mitaani. Kwa hiyo serikali ya mkoa, taasisi hizi binafsi, tumekubaliana ku-identify nyumba za namna hizo. Wale wanaopitia TASAF wapitie, wale wengine wanaohitaji msaada wasaidiwe, ili tuimarishe uchumi wa kaya maskini, ili watoto waweze kulelewa katika kaya hizo. Kuwa na daftari la watoto waliotoroka vijijini na mitaani. Kila serikali ya mtaa iwe na rosta yake, ili tujue pale Magu kila kijiji waliotoroka kule kijijini ni wangapi. Tutakuwa na orodha wamekwenda wapi. Kwa hiyo mkakati mwingine ni kutekeleza sheria hii ambayo nimeisema. Wazazi ambao watimizi wajibu wao lazima wafikishwe kwenye vyombo vya kisheria na wanakabiliwa na adhabu ya miaka 5, lakini pia kifungo cha miezi 6. Kwa hiyo ni lazima tukaisimamie. Lakini mkakati mwingine ni kuwaunganisha na watoto hawa na familia zao. Lakini mkakati mwingine ni kutoa elimu ya malezi, ulinzi wa mtoto. Huu ni mkakati endelevu. Sasa wadau ambao watahusika na mkakati huu tumewaeleza. Ya kwanza, ofisi ya mkuu wa mkoa, kama ambavyo tunafanya na hatujaanza leo. Leo ni mwendelezo. Tulianza ku-identify, tulikaa kikao cha wadau, NGOs za mambo haya, tukakaa na watoto wa mitaani, tukaja na hili andiko ambalo leo tutalizindua. Sasa utekelezaji wake lazima ofisi ya mkuu wa mkoa washiriki. Tutafanya tathmini. Tutaitana tena kila mwaka kufanya tathmini ya hiki ambacho tumekizungumza na kukiandika juu ya utekelezaji wake. Wadau wa pili, serikali za mitaa. Tukimaliza na nyie, tutakaa na serikali za mitaa, viongozi wa mitaa yote, watendaji wa kata na vijiji wote, tutakaa nao ili wasimamie mkakati huu. Lakini wadau watatu ni nyie, taasisi ambazo sio za kiserikali. Kwa hiyo baada ya maelezo yangu hayo yote, ni washukuruni sana kwa kunisikiliza. Hii ndio jamii yetu, na tukiacha jamii hii inaharibika, taifa letu litaharibika.
hawa ndio watakao kuwa chokochoko ya kuvunjika kwa amani miaka ijayo. Tunapodhibiti hawa watu, tunaandaa kudhibiti taifa. Tukidhibiti taifa, utulivu na amani utakuwepo, na hata sisi hatutapata athari ya uwepo wao. Kwa hiyo tukiwaona mitaani, tusije tukadhani kwamba hatuwajibiki nao, na wale watu wanaweza kuwa ni janga kubwa la taifa, ambalo janga hilo halitawakumba wao tu, litatukumba na sisi. Kwa hiyo ni vizuri tukalidhibiti, ni vizuri tukarejesha hali ya amani kwao, ili tuishi kwa amani katika mkoa na kwa taifa letu kwa ujumla. Baada ya maelezo yangu hayo, asanteni sana.